Amen. Bwana Yesu asifiwe. Naomba tukae. Namshukuru Mungu tena mchana huu wa leo kwa neema hii ambayo amenipatia kusimama mbele yenu na kulileta neno la Bwana. Namshukuru Mungu kwa ajili ya mama wa nyumba hii kwa nafasi hii ambayo amenitunukia kunipa kusimama mbele yenu. Jamani, tumpigie Bwana Yesu sadaka ya makofi mazuri kwa ajili ya mtumishi wa Bwana. Amen. Namshukuru Mungu pia kwa ajili ya Pastor Gideon. Pastor Gideon ni rafiki yangu, na ninapokuja Nairobi nafurahia sana kukaa na yeye. Natangia nije hapa on Wednesday amenitunza vizuri. Nasikia kubarikiwa kabisa. Amen. Na pia niwashukuru wachungaji wote wa kanisa hili kwa kunipokea. Mungu awabariki jamani. Na neema ya Bwana izidi kuongezeka kwenu. Amen. Nimshukuru Mungu pia kwa ajili ya kundi lote hili la watumishi wa Bwana ambao wamekusanyika hapa siku ya leo kuja kumwabudu Mungu aliye hai. Kwa kwako hapa si bure. Kuna kitu Bwana anaenda kutenda katika maisha yako mchana huu wa leo. Amen. Basi kwa majina yangu naitwa Samuel Hanjari. Nimeokoka. Yesu ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Natokea Pwani mimi kule Mombasa, na fanya kazi na Bishop Chigodi. Tumekuwa Kilifi pale, tumefungua branch hivi karibuni mwaka huu sehemu ile ya Mariakani, na mimi ndio niko huko. Bwana sifiwe sana. Na tunaamini Mungu ni mwema, na kwa sababu ametuita kwa kazi yake tutaifanya na itafanyika. Amen. Haleluya. Tunataka kwenda kulisikia neno la Bwana mchana huu wa leo, na naamini tutakuwa na wakati mzuri. Si wakati mrefu sana. Kwa hiyo fungua masikio yako, tega sikio lako liwe na utayari wa kwenda kulipokea neno la Bwana mchana wa leo. Tutaenda kuongea kwa kifupi alafu tuombe. Amen. Biblia inasema heri mwisho wa jambo kuliko mwanzo wake. Na nilikuja hapa tangu siku ya Jumatano, na tumekuwa na mikutano kwa hizo siku zote, na Bwana amekuwa Mungu mwema katika maisha yetu. Na leo tunapomalizia tunamalizia na nguvu nyingi sana. Na Bwana anaenda kugusa maisha ya mtu, na anatembelea mtu mchana wa leo kwa utukufu wa jina la Yesu. Sema amen. Tunaangalia kitabu cha Luka tunapokumbuka kufa na kufufuka kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Tunakumbuka kazi ambazo Bwana alikuja kuzitenda, na tunapozikumbuka tunapata kutiwa moyo tena na tunaendelea. Bwana sifiwe sana. Kwa wale ambao wamekuwa hapa tangia Jumatano, tumekuwa tukizungumzia jambo hili tunaloenda kulizungumzia sasa hivi, na Mungu amekuwa mwema. Bwana sifiwe. Na tunasoma katika kitabu cha Luka 4. Hicho ndio kitabu chetu ambacho tunaanzia hapo, alafu tunasongea. Mlango wa 4 kuanzia mstari wa 18. Biblia inasema hivi:
Roho wa Bwana yu juu yangu, kwa maana amenitia mafuta kuwahubiri maskini habari njema. Amenituma kuwatangazia wafungwa kufunguliwa kwao, na vipofu kupata kuona tena, kuwaacha huru waliosetwa, na kutangaza mwaka wa Bwana uliokubaliwa. Baba, asante kwa neno lako. Tunapojifunza kutokana na neno hili, tunaomba utupe mafunuo mapya. Kwa utukufu wa jina lako tumeomba na kuamini. Amen. Tumpe Yesu sadaka ya makofi mazuri. Yesu alipokuja hapa duniani alitumwa na Mungu, na siku ile ya kwanza alipoingia katika hekalu akaanza kuzungumza na watu. Haya ndiyo maneno aliyoyaongea. Akasema, Roho wa Bwana yu juu yangu, amenitia mafuta kuwahubiria maskini habari njema, na kutangaza kwa waliofungwa kufunguliwa kwao, na kuponya vipofu, kuwaregeshea uwezo wa kuona kwao tena. Tumekuwa kwa siku hizi ambazo tuko hapa, tumekuwa tukiongea juu ya macho, kwamba ni mojawapo ya assignment ambayo Yesu alikuja kuifanya, kutufungua macho yetu na kutupatia uwezo wa kuona tena. Bwana asifiwe sana. Inamaanisha kwamba pasipo kuregeshewa uwezo wa kuona kwa macho yako tena, kuna vitu ambavyo unapaswa uvione, na kwa sababu ya kukosa huo uwezo wa kuona usivione. Bwana asifiwe sana. Ni muhimu sana kwa mtu aliyeokoka kuzingatia maneno haya, ya kwamba popote anapotembea na popote anapokuwa, macho yake ya ufahamu yawe yamefunguliwa, yanaona. Kwa nini? Kwa sababu ni hatari sana kutembea ukiwa ni kipofu kwa macho yako yale ya ndani yasiwe na uwezo wa kuona. Kuna vitu ambavyo ni vyako na ni kama fursa vinavyotokelezea kwako, lakini kama hautakuwa na macho hayo hutavipata. Vya kupita tu, ama wavipita wewe mwenyewe. Umetembea, umefika mahali pakuwa Mungu amekukumbuka, amekuwekea kitu cha kuwa kikusaidie, lakini kwa sababu hauoni, kikakupita. Bwana Yesu asifiwe sana. Na nafurahikia kitu kimoja, kwamba hili neno la Mungu hili tunalolizungumza hapa, hili neno la Mungu ndilo hufungua mtu macho ya rohoni, na akatembea kwa ufahamu usiokuwa wa kawaida, maana macho yake ya ndani yamefunguliwa. Bwana asifiwe sana. Ukisoma katika kitabu cha Luka 24, ukianzia mstari wa 10 kuendelea, lakini unapofika mstari wa 28, ni kwamba Yesu alipokufa, siku aliyofufuka kama ya leo, wanafunzi wake
walikuwa wakishika njia wawili kuelekea Emmaus. Na Yesu akakutana nao jamaa wanajadiliana mambo yale yaliyotokea Yerusalemu. Na walipokuwa wakizungumza maneno yale, Yesu akawajoin na hawakumtambua. Maana macho yao ya ndani baada ya lile tukio waliloliona lililotendeka kumhusu Yesu yalizima, wakakosa tumaini. Sasa Yesu anapokutana nao anawauliza, mwaongea habari gani? Wanaongea kwa ukali. Wanamwambia, kwani wewe ni mgeni hapa Yerusalemu, hata hujui yale yaliyotukia? Anauliza, kwani kuna nini? Wanaanza kumpa story ya yale yaliyotukia. Tena wanafika mahali wanasema, tulidhani Israeli tumepona, tulidhani yeye ndiye atakayetuokoa. Sasa wamemshika na wamemuua. Yesu akajua hawa jamaa shida, macho yao hayaoni tumaini tena. Biblia inasema Yesu akatembea nao, wakakaribia kijiji kimoja kilichokuwa karibu. Na wakati huo jua lilikuwa linakuchwa linaisha. Wakamsihi Yesu wakimwambia, basi usipende hapa kwetu angalau usiku wa leo, maana usiku umeendelea, ukicha endelea na shughuli zako. Yesu akakubali, akaingia nao pale kwa kile kijiji. Na alipoingia nao wakaandaa chakula. Biblia inasema Yesu akatoa ule mkate, akaumega, akawapatia. Alipowapatia, macho yao yakafumbuka, wakamtambua. Sasa inamaanisha nini? Inamaanisha kwamba hili neno la Mungu laweza likakufungua macho yako, ukaona vitu ambavyo haukuwa unaviona. Jamaa waliona tumaini limeisha. Jamaa waliona sasa Mwokozi aliyekuwa amekuja kutuokoa ndiye huyo, mambo yake tumeyaona. Sasa hatuna tumaini tena. Hatujui tufanye nini, hatujui tutaenda wapi. Lakini Yesu alipomega mkate na kuwapatia, macho yao yakafunguka. Yesu anasema, mimi ndimi mkate wa uzima. Aulaye mkate huo hata kufa. Bwana sifiwe. So tunahitaji kipindi hiki kuishi maisha kama watu tuliookoka, ya kuwa macho yetu yamefunguliwa. Kwa sababu kwa macho yetu kufunguliwa, tutapata ama tutaweza kuona fursa zetu za kile Bwana alichotuletea hapa duniani. Hakuna mtu aliyezaliwa bahati mbaya. Kuzaliwa kwako si project ya mtu. Kuzaliwa kwako si ajenda ya mwanadamu. Kuzaliwa kwako ni ajenda ya Mungu. Mungu alijua utazaliwa, na kwa sababu Mungu alijua utazaliwa, Mungu si dhalimu aumbe mtu na aje amtupilie hapa duniani aishi maisha ya shida, aishi maisha ya kung'ang'ana, pasipo kuwa alimtayarishia vitu ambavyo akiwa hapa duniani vitambeba, maisha ambayo akiwa hapa duniani yatamtukuza Mungu. Mungu alipomuumba Adamu, Biblia inasema alitayarisha shamba la Edeni. Na alipomuumba huyu mwanadamu,
akampeleka katika shamba la Edeni, na Biblia inasema ndani ya lile shamba la Edeni kulikuweko na mto, na huu mto ulikuwa na branches 4. Na Biblia inasema mto wa kwanza kazi yake ilikuwa autumie kunyunyizia lile shamba mimea atakayopanda. Unaona vile Mungu anafanya? So usipofunguliwa macho yako, hautaona huu mto ambao Bwana ameuweka kwa ajili yako. Biblia inasema ndani ya ule mto kulikuweko na dhahabu safi. Dhahabu safi. Hii inamaanisha Mungu si dhalimu. Mungu ni Bwana wa wote wenye mwili. Macho yako yasipofunguliwa, ukaona vile vitu ambavyo Mungu ameviandaa kwa ajili ya maisha yako, ndugu yangu, una shida. Lakini kama Mungu atatusaidia leo, na ni ombi langu atusaidie leo, maana twasikia neno la Bwana. Na Biblia inasema alipochukua mkate akauvunja na kuwapatia, macho yao yalifunguka. Yeye ndiye mkate wa uzima. Hili neno ndio yeye Mungu mwenyewe. Anasema hapo mwanzo kulikuweko neno, naye neno alikuweko kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. So tunapoongea juu ya neno, tunaongea juu ya mambo yote. Tunaongea juu ya Mungu yeye mwenyewe. So tunaposema neno linatufungua macho, neno ni Mungu, na Mungu mwenyewe yuko katikati yetu mchana wa leo. Maana Biblia inasema mahali popote 2 au 3 wanapokusanyika, Bwana yuko katikati yao. Na mchana wa leo tuko zaidi ya watu 2. Bwana yuko katikati yetu. Na Biblia inasema popote Yesu alipoenda alitenda mema. Sasa akiwa katikati yetu, na kuna mtu amefungwa macho yake asione, akiwa katikati yetu, kazi yake ama kwa hili neno linamfungua mtu macho yake na anapata kuona tena. Bwana sifiwe. Haleluya. Ni hatari sana kuishi maisha kama mtu uliokoka na macho yako yamefungwa. Macho yakifungwa, ufahamu hauna wa kutosha. Bwana sifiwe sana. Hata ukishauriwa, ukaambiwa fanya hivi, maana macho yamefungwa, hauoni. Lakini liruhusu neno la Bwana mchana wa leo likufungue macho yako tena, likupatie nuru yako tena ya kuona kwa utukufu wa jina la Bwana. Biblia inasema katika kitabu cha Luka, katika kitabu cha Luka mlango wa 10, Luka mlango wa 10 na mstari kuanzia wa 23. Luka mlango wa 10, 23. Anasema maneno haya: akawageukia wanafunzi wake akasema nao kwa faragha, heri macho yaonayo mnayoyaona ninyi, kwa kuwa nawaambia ya kwamba manabii wengi na wafalme walitamani kuyaona mnayoyaona ninyi, wasiyaone, na kuyasikia mnayoyasikia ninyi, wasisikie. Yesu anasema heri macho yaonayo. Macho yako yanaona nini?
hayo macho yako ya ndani yanaona nini? Mbona yanaona umefika mwisho? Yanaona nini macho yako ya ndani? Mbona una mawazo mengi hivyo kwa yale unayoyaona? Nimekuja nikuambie mchana wa leo kwamba Bwana ayafungue macho yetu, tukaitwe wenye heri na Bwana, kwamba macho yetu yanaona. Anasema heri macho yaonayo. Bwana sifiwe sana. Heri macho yaonayo, yataona opportunities. Bwana Yesu asifiwe sana. Wacha nikusomea andiko moja hapa. Nikusomea andiko moja hapa katika kitabu cha Mwanzo 21. Mwanzo 21. Oh, asante Bwana. Asante Yesu. Asante Yesu. Mwanzo 21 kuanzia 15. Biblia inasema tuanzie 14 hapo. Biblia inasema Ibrahimu akaamuka asubuhi na mapema, akatoa mkate na kiriba cha maji, akampa Hajiri, akimtwika begani pake, na kijana akamruhusu, naye akatoka akapotea katika jangwa la Barisheba. Yale maji yakaisha katika kiriba. Akamlaza kijana chini ya kijiti kimoja, akaenda akakaa, akamkabili mbali naye kadri ya mtupo wa mshale, maana alisema nisimuone kijana akifa. Naye akakaa akimkabili, akapaza sauti yake akalia. Mungu akasikia sauti ya kijana. Malaika wa Mungu akamwita Hajiri kutoka mbinguni, akamwambia, una nini Hajiri? Usiogope, maana Mungu amesikia sauti ya kijana huko aliko. Ondoka, ukamuinue kijana, ukamshike mkononi mwako, kwa kuwa nitamfanya kuwa taifa kubwa. Mungu akamfumbua macho, naye akaona kisima cha maji. Akaenda akakijaza kiriba maji, akamnywesha kijana. Mungu akawa pamoja na huyo kijana, naye akakuwa, akakaa katika jangwa, akawampiga upinde. Sikia nikwambie, macho yetu yasipofunguliwa, tunaweza tukawa mahali pasawa, lakini kwa sababu macho hayajafunguliwa, ukasota mbaya sana. Na uko mahali pasawa, hauko mahali makosa, uko mahali pasawa. Lakini kwa sababu macho yako hayajafunguliwa, yale ya ndani, yale ya understanding, ukaelewa na ukaona vitu kwa wazi, unaweza sota na uko mahali pasawa. Tena msoto mbaya, mpaka watu wakakuonea huruma kabisa, wakakununulia unga pakiti 2 wakakuletea, na uko mahali pasawa. Biblia inasema Hajiri, Ibrahimu asubuhi na mapema, maana alikuwa ameambiwa na Mungu, mfukuze huyu mjakazi, mfukuze na mwanawe.
na ikamlazimu na litimize neno la Bwana. Sasa akamuka asubuhi na mapema kabisa, akambandika kigudulia chake cha maji, kiriba cha maji. Siku hizi si kiriba, kumekuwa modern, watu wana chupa za maji za kisasa, zile za kisasa, water bottle. Kama ingekuwa wakati huo wa Ibrahimu angepewa hizo, lakini wakati huo ulikuwa hakuna, ni viriba. Akabandikwa kiriba begani, akaambiwa haya, kanyaga kubwa kubwa. Biblia inasema, sikia, ukiwa kipofu wa kutoona ni mbaya. Biblia inasema akapotea jangwani. Yani alishika njia akaenda potelea kwenye jangwa, na wakazunguka jangwa, kiriba cha maji kikaisha, mtoto akaanza kulia maana ana uhitaji, anasikia kiu ya maji. Mtoto akalia mpaka ikamgusa mama hiyo, akaona mahali imefikia sasa, hata sauti ya huyu mtoto vile inavyotoka, huyu anaenda, huyu anaenda. Sasa cha kufanya, namuweka hapa. Akamutafutia mahali kuna mti kwa kivuli, akamweka hapo, akaondoka. Biblia inasema alikwenda mwendo wa mtupo wa mshale. Mshale unaweza utupa hapa ukafika huko stage ya namba 23, lakini kwa sababu ni jangwa, akiwa huko 23 anaona hapa vizuri. So anamcheki mtoto wake huko kwa mbali, hataki afe mikononi mwake. Biblia inasema mtoto kule alikoachwa yualia, mama kule alikokwenda yualia. Mungu akasikia kilio cha yule mtoto. Akasikia kilio cha mtoto, maana hana hatia huyo, hajui kufungua macho na kufungua macho. Huyo ambaye anajua kufungua macho na kufungua macho, yeye akaachwa na upofu wake. Biblia inasema malaika wa Bwana akamtokea, akamwambia Hajiri, una nini? Fomu ni gani? Issue ni gani? Akamwambia, inuka, nenda ukamchukue mwanao, kamuinue umshike mkono, maana kilio chake Bwana amekisikia. Na Bwana akaangalia, akaona shida ya huyu inayomfanya anakufa pole pole ni macho. Biblia inasema akamgusa macho yake, yakaona kisima hapo mahali alipokuwa. Kumbe hata kuna sikia, nikwambie, nituruhusu Bwana tufungue macho yetu, kwa sababu kile unachokihitaji wewe kiko hapo ulipo, karibu na wewe kabisa. Wakifuata warabuni bure, iko hapo karibu na wewe. Na umwambie Bwana, nifungue macho. Kuna mto hapo uliojaa dhahabu, kuna bustani hapo ulipo, unapaswa kuitunza na kuilima. Ni ombi langu mchana wa leo, atufungue macho yetu. Biblia inasema macho yake yalipofunguliwa, akaona kisima, akaenda akajaza kiriba chake, akaenda akamnyanyua mtoto wake, akamnywesha maji, mtoto wake akarudi akawa sawa. Sikia nikwambie ndugu yangu, ni vizuri kama mtu aliyeokoka
kutembea macho yake yakiwa yako wazi. Kuna watu hata wamekimbia opportunities zao wakidhani where I am is not the right place. Yeah. Hivyo anasema hapa hakuna green pasture hapa. Hapa inaonekana ni jangwa. Sikia, hata kama uko kwa jangwa, hapa jangwani una pesa. Hapo jangwani wewe walia pesa. Hapo jangwani shida ni macho. Shida ni macho. Yanaona ukame, yanaona vitu havisongi, yanaona mambo yamekwama, hayasongei mbele, biashara imeshuka, yanaona uchumi umeshuka. Lakini niko hapa na neno la Bwana. Hata katikati ya uchumi wa kitaifa ukiwa umeshuka, macho yetu yakifunguliwa, tutaona kile Bwana alichotuwekea kwa ajili yetu. Mungu hakutupeleka jangwani, hatupeleki jangwani ili tufe. Haleluya! Ndio maana Musa alipowatoa wana wa Israeli kule Misri, akaambiwa wapeleke Kanaani. Walipita kwenye jangwa, waliishi kwa jangwa ya muda mrefu. Biblia inasema hapo jangwani siku ingine wakatamani kula nyama. Hapo jangwani pasipokuwa na buchari ya mtu, wakamlalamikia Musa, wakamwambia Bwana, tumechokana na maboga, twataka nyama. Hapo jangwani Musa akapangalia vile panavyokaa hapa jangwani, akaona anahitaji mguso ili nijue kunaendelea nini. Akaenda kwa Bwana akamwambia, Bwana, sasa yale yanaongewa na wale watu ulionipatia, wanahitaji nyama, wasemaje Bwana? Bwana akamwambia Musa, nenda kawaambie kesho masaa ya jioni kama haya wajitayarishe, watakula nyama. Hapa ni jangwani pasipokuwa na bucha. Wewe unataka mahali pana mabuchari ndio ujue utakula nyama? Waweza zila popote. Waweza zila popote ulipo, bora wazitaka na macho yako yamefunguliwa. Macho yako yakiziona katika ulimwengu wa roho, wazita katika ulimwengu wa asili na wazipata. Haleluya! Kitu kimoja nimekipenda na huyu mama na huyu mwanawe ni kwamba walipojua na walipoelewa kwamba sisi tumefika mwisho katika mawazo yetu, tumefika mwisho twaona kufa, walilia, wakamlilia Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Walimlilia Mungu na Mungu akasikia kilio chao. Wewe yale unayoyaona katika maisha yako kama mateso, kwa hilo jangwa lako, yale unayoyaona, wamulilia nani? Ni nani unayemulilia? Ni nani unayemuita? Wakati uko kwa mateso, wakati uko kwa miseto, wakati maisha hayaendi vizuri. Hawa walipoona ya kwamba maisha hayaendi vizuri, walirudi kwa Mungu wakamlilia. Hawakuambiana ama hakujiambia narudi kwa Ibrahimu. Alijua kwa Ibrahimu nimeshafukuzwa, sasa atakayenisaidia ni Mungu peke yake. Akalia kwa Bwana, akalia kwa Bwana. Wamulilia nani? Kwa hivyo vitu unavyoviona leo, mbona walalamika? Mbona wanungunika? Mbona walaumu watu? Nafasi nzuri ya huyu Hajar ya kulaumu Ibrahimu ni wakati huo alipoona amefika mwisho. Hakulaumu mtu yeye, hakulaumu mtu yeye. Alimlilia Bwana, Bwana akayafungua macho yake.
mchana huu wa leo waweza mlilia Mungu akafungua macho yako, ukapata ufahamu mpya, ukapata mbinu bunifu za kubuni vitu vyako na kuunda vitu vyako. Biblia inasema tuliumbwa kwa jinsi ya ajabu na kwa jinsi ya kutisha. Hatufanani wapendwa. Kila mtu kuna kusudi Bwana alilomwekea. Ni Bwana tufungue macho yetu tuone kusudi lile Bwana alilotuumbia hapa duniani. Hauko Nairobi kwa bahati mbaya. Bwana alikuleta hapa Nairobi na akaweka mto. Kuna kisima, mbona waliakiu bure? Kuna kisima, nimekuja nikwambie, kuna kisima kwa ajili yako. Nasema kuna kisima kwa ajili yako. Lakini wanachokiona kisima hicho ni wale ambao macho yao yamefunguliwa. Ni wale ambao macho yao yanaona. Watakiona kisima kile hata kama panakaa kama jangwa. Watakiona kisima kile kiko kwa ajili yako. Hakiko kwa mtu mwingine, kiko kwa ajili yako. Mimi nina cha kwangu, wewe una cha kwako. Nasema una cha kwako, mwambie Bwana nifungue macho, nione cha kwangu, nione kisima cha kwangu, nione kisima cha kwangu, nione kisima cha kwangu. Haleluya! Una kisima cha kwako. Una pesa za kwako. Una biashara ya kwako. Bwana Yesu asifiwe sana. Kiko hapo tu, hicho kisima. Kiko hapo tu ulipo. Hakikai mbali na wewe. Kiko karibu na wewe. Siku moja Musa akiongoza wana wa Israeli, wamevuka bahari ya Shamu. Wameimba mpaka wazee vibogoyo wameimba. Jasho limewatoka. Wakatembea, koo zikakauka, wakahitaji maji. Wote wana kiu, wazee kwa watoto, yani wanalia, kilio kimejaa. Wakaona kuna bonde mbele yao. Wakawa na tumaini ya hilo bonde kwamba tujitie nguvu, tukifika kwa hilo bonde tutapata maji, tutakunywa. Kweli walipofika kwa hilo bonde yapo maji, lakini hayanyweki, ni machungu. Wote wakamgeukia Musa wanamulilia, itakuwaje hii sasa? Watoto wana kiu, wazee wana kiu, kina mama wana kiu, itakuwaje? Kilio. Akaenda kwa Bwana Musa. Watu wanajua mbinu wewe. Watu wengine wasioona, badala ya kwenda kwa Bwana wanaenda kwa manabii. Wanaingia jibasi. Kwani unafikiria stress itaisha ukikaa ndani ya basi kutoka Kisumu mpaka Mombasa? Anaenda anapewa maji, vitambaa. Havitakusaidia. Vitambaa si kisima. Bwana sifiwe. Vitambaa si kisima. Maji ya chupa si kisima. Utakunywa yataisha. Yesu akakutana na yule mwanamke Msamaria. Akamwambia nipe maji. Mwanamke Msamaria akamwambia nikupe maji vipi? Kwanza sisi na ninyi tunachangamana vipi? Wayahudi na Wasamaria wanachangamana vipi? Uko hapa kimakosa. Waongea maneno yako kimakosa. Yesu akamwambia wewe ungalijua, ungeliniambia mimi nipe maji ninywe. Kwa macho haya maana hayajafunguka yale mengine. Akamwambia wayatoa wapi? Kisima ni chetu, tuliachiwa na baba zetu, twanywa wenyewe kwa raha zetu, tunakunywa maji kwa raha zetu. Wewe wayatoa wapi? Na kisima ni kirefu
na chombo cha kutekea hayo maji kutoka kwa kisima nacho mimi, wewe huna. Yesu akamwambia, hayo maji yako unayojivunia nayo hayo, ukiyanywa kesho utarudi hapa tena, maana una kiu. Lakini haya yangu nikikupa leo, kiu zako zimeisha zote. Yule mwanamke akafikiria, akasema, huyu bwana ana maji ambayo akikupatia hurudi tena hapa. Akaanza kufunguka macho pole pole. Akamwambia, nipe hayo maji. Akaambiwa maneno pale. Akamuuliza Yesu, kwani wewe ni nabii? Tunajua kutakuja nabii. Ndio wewe. Ndio wewe. Bwana asifiwe sana. Yesu akamugusa yule mwanamke, macho yake akafunguka. Kumbe alikuwa anafanya kazi yake haikuwa nzuri, ya kahaba, kutegeshea majamaa ya wenyewe wenye pesa, masponsor wanaolipa nyumba. Leo ana huyu, kesho ana mwingine. Hiyo ndio ilikuwa kazi yake. Lakini alipokutana na Yesu na akafunguliwa, kazi ikabadilika. Akaingia vijijini akitandika gospel. Akaingia kile kijiji akahubiri. Mkutano mkubwa ukakusanyika kwa Yesu. Wakaokoka watu wengi. Sikia nikwambie, kwa sababu ya kutoona hata kazi zingine unazofanya sizo za kwako. Kazi ambayo haikupi amani. Kazi ambayo haikupi amani. Unakanyagiwa kukanyagiwa. Watumiwa kama punda. Hauna amani, lakini unafikiria, basi nikiacha nitakula nini? Mwambie Bwana, nifungue macho. Nimechoka na kuonewa. Nimechoka na kugandamizwa. Nimechoka na kudhulumiwa. Sitaki kudhulumiwa tena. Bwana nirehemu kwa kunifungua macho yangu nipate kuona tena. Haleluya. Na kuna watu mchana wa leo Mungu anawarehemu. Ameyaona machozi yako kama vile alivyoyaona machozi ya Hajiri. Sijui walilia nini leo. Sijui pale ulipo walilia nini. Yawezekana unakuja kanisani, lakini una kilio moyoni mwako. Hata pastor hakijui kilio hicho. Wakilia wewe peke yako. Walia wewe peke yako. Ukikaa peke yako walia. Ukimwambia Bwana, kwani kuna nini? Mbona iwe ni mimi tu peke yake? Nimekuja na neno la Bwana. Bwana ni wa rehema. Nasema Mungu huyu tunayemwabudu ni Mungu wa rehema. Na mchana huu wa leo anakurehemu. Mchana huu wa leo anakurehemu. Pana mtu anarehemiwa na Bwana. Pana mtu rehema za Bwana zinamshukia juu yake mchana wa leo. Amekuona umesota. Amekuona umeng'ang'ana na kile kijibiashara. Umejaribu uwezavyo, bado hakijasonga. Bwana ameona kilio chako, ndio maana amenituma mahali hapa. Amenituma mahali hapa na neno lake. Neno lake mchana wa leo linaenda kufungua maisha yako. Neno la Bwana mchana wa leo linaenda kuponya maisha yako. Neno la Bwana mchana wa leo linakupatia haja za moyo wako. Haleluya. Bwana kuonyeshe kisima chako leo. Nasema hapo unapopaita jangwani, Bwana kuonyeshe kisima chako. Nasema Bwana kuonyeshe kisima chako. Umelia kama Hajiri. Watoto wako wanakupa kilio. Hawaendi shule nzuri, wanaenda shule za mitaani. Unasikia vibaya walia. Wasema Bwana unikumbuke. Wasema Bwana unionekanie. Bwana ni mwenye rehema. Anaweza leo hii
akahamisha watoto wako pale usipopataka, akawapeleka shule ile unayotaka. Kwa jina la Yesu mwana wa Mungu aliye hai, nasema Bwana ni wa rehema, nasema Bwana ni wa rehema. Rehema zake ni za milele, 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 rehema zake ni za milele. Kuna mtu mchana wa leo anayaona machozi yako, anayaona machozi yako, amekuja kuyafuta machozi yako mchana wa leo, amekuja kuyafuta machozi yako mchana wa leo. Umefika mahali haujui nitafanya nini mimi, ni nini cha kufanya mimi ndio nisonge mbele. Biblia inasema yeye ndiye mwenye funguo, yeye ndiye mwenye funguo za Daudi. Mlango akikufungulia hakuna awezaye kufunga. Mwambie Bwana, nione mlango wangu, 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 kwa jina la Yesu mwana wa Mungu aliye hai. Leo naona Bwana anafungulia watu milango. Leo Bwana anafungulia watu milango yao. Leo Bwana anafungulia watu mlango. Leo nafunguliwa mlango. Leo nafunguliwa mlango. Yeye ni Alfa na Omega. Yeye ni mwanzo na mwisho. Yeye ni mwanzo na mwisho. Yeye ni mwanzo na mwisho. Ndio walikufungia, ndio wamekugandamiza, lakini wanakuona ukitokelezea, maana mlango wako umefunguliwa. Wanakuona ukitokelezea, maana mlango wako umefunguliwa. Watashangaa wakiulizana, ametokea na wapi huyu? Maana milango waliifunga. Wakaenda mizimuni wakaifunga, wakaenda kwa waganga wakaifunga, wakaenda kwa wachawi wakaifunga. Lakini Mungu ni Mungu. Leo amekuja katikati yetu na amebeba funguo kwa ajili ya mlango wa mtu ukapate kufunguliwa mchana wa leo. Macho yako yataona mlango ulio wazi, macho yako yataona mlango ulio wazi, kwa jina la Yesu mwana wa Mungu aliye hai. Mlango umefunguliwa. Kuna wengine wametamani kwenda nje, wamejaribu vile ambavyo wangeweza, wamejaribu, wametafuta connection zote, lakini milango imefungika. Leo nakufungulia mlango wako kwa jina la Yesu. Utatembea kwa mataifa kama upendavyo, utatembea kwa mataifa kama upendavyo wewe mwenyewe, maana mlango wako umefunguliwa. Mlango wako umefunguliwa. Macho yako yametiwa nuru kuona mlango wako. Macho yako yametiwa nuru kuona mlango wako. Nasema macho yako yametiwa nuru mchana huu wa leo kuona mlango wako. Nasema asante. Nasema asante kwa wema wako, kwa maana fadhili zako zadumu milele na milele. Amina. Nasema asante, nasema asante kwa Mungu wangu. Nasema asante kwa wema wako, kwa maana fadhili zako zadumu milele na milele. Amina.
nasema asante, nasema asante oh, kwa Mungu wangu, nasema asante kwa wema wako, kwa maana fadhili zako zadumu milele na milele. Amina. Inua mikono yako mbele za Bwana. Fadhili za Bwana ni za milele mchana wa leo. Fadhili za Bwana ni za milele. Nasema fadhili za Bwana ni za milele. Yuko hapa Bwana mchana wa leo kumhurumia mtu aliyekaa katika jangwa. Bwana ameliona jangwa lako. Bwana ameliona jangwa lako. Anakuonyesha kisima chako mchana wa leo. Kwa jina la Yesu mwana wa Mungu aliye hai. Unasema pastor, tamka neno juu ya maisha yangu. Tamka neno juu ya maisha yangu. Uko pale unasema pastor, tamka neno. Niko tayari kulitamka neno la Bwana juu ya maisha yako, litakalofungua macho yako, litakalo yafungua macho yako na kuona mlango Bwana aliyokufungulia, kwa jina la Yesu mwana wa Mungu aliye hai. Uko pale unasema pastor, omba pamoja nami mchana wa leo. Naomba utembee tu hapa nikuwa utamkie neno kwa jina la Yesu mwana wa Mungu aliye hai. Kwa jina la Yesu mwana wa Mungu aliye hai. Kuna mtu katikati yetu anaishi maisha ya kung'ang'ana, ili hali kuna pesa yake mahali imezuiliwa na shetani. Bwana ananiambia niombe na huyu mtu. Bwana anamregeshea, sijui ni nani mimi, lakini Bwana ananiambia kuna mtu anaishi maisha ya kung'ang'ana, na kuna mahali anajua kuna pesa yake ingelimsaidia maisha yake yasibaki kuwa ya kawaida. Amelia akimlilia Bwana, akimwambia Bwana, niaje, mbona nateseka hivi? Leo milango imefunguliwa ya kupata pesa zako. Leo milango imefunguliwa. Milango imefunguliwa. Mulango umefunguliwa. Mulango umefunguliwa. Kwa jina la Yesu mwana wa Mungu aliye hai.